Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, ukiambiwa Simba ni klabu ya kimataifa usibishe mdau wangu wa nguvu, kwa sababu Simba kwa sasa ni miongoni mwa klabu ambayo inafanya vitu vyake kwa uweledi chini ya mwekezaji Mohamed Dewji. Kama hapo awali tulivyokujuza ni kwamba kuelekea katika msimu unaokwenda kuanza 2025 2026 Simba Sports Club wamedhamiria mambo makubwa zaidi kuweza kutanua katika anga za kimataifa na Simba Sports Club kuweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa bila kusahau uwekezaji mzuri. Na ndio maana hapo awali tulikuletea taarifa kuhusiana na mzabuni ambaye atengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba Sandals Only One kwamba mkataba wake na Simba umemalizika, na Simba wakafungua nafasi kwa wawekezaji wengine kwa ajili ya kuja kuingia mkataba na klabu ya soka ya Simba kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya klabu ya soka ya Simba ikiwamo jezi, soksi sambamba na bukta. Sasa vile vile tulikuambia hapo awali Mbeti, mdhamini mkuu wa klabu ya soka ya Simba, naye pia ni miongoni mwa watu ambao waliweza kuandika barua ya kuomba kuvunja mkataba na klabu ya soka ya Simba kwa kile kinachodaiwa kwamba mdhamini mkuu ambaye alikuwa kwa upande mwingine ambaye alikuwa anadhamini klabu ya soka ya Simba alitoa mpunga mchache kuliko ule ambao Sandals Only One aliweza kuweka katika kutengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba. Sasa kutokana na Mbeti kuweza kuomba kuvunja mkataba na klabu ya soka Simba, hatimaye Simba wakaweza kufungua maombi kwa ajili ya watu kuweza kutuma maombi yao kwa ajili ya kutaka kuidhamini klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hatimaye Simba wameweza kumpata mdhamini mkuu ambaye ni Jairut, ambapo kwa upande mwingine Simba watakwenda kuvuna bilioni 38 kwa miaka mitano chini ya mdhamini huyu mpya wa klabu ya soka ya Simba ambaye ni Jairut. Fahamu kwa upande mwingine mzabuni huyu kwa upande mwingine vitu ambavyo ameweza kuvisema mara baada ya kuingia mkataba kwa upande mwingine wa miaka mitano kwa dau la bilioni 38, ambapo kila mwaka Simba itakuwa inapata bilioni 5.6 na ongezeko la 10% kwa kila mwaka. Basi kwa upande mwingine faida za kimkataba ambazo Simba watakwenda kuzipata, cha kwanza ujenzi wa uwanja wa Bunju, ambapo kwa upande mwingine Jairut atakwenda kutengeneza uwanja wa Bunju ambapo watu 10,000 mpaka 12,000 wataweza kuingia kwenda kushuhudia mechi za Simba. Kwa hiyo tutarajie kuona uwanja wa klabu ya soka ya Simba wa Bunju Complex ukikamilika na utakuwa na uwezo wa kuaccommodate ama kubeba mashabiki 10,000 mpaka 12,000. Lakini klabu ya soka ya Simba Sports Club watakwenda kununuliwa gari la kisasa, gari la Iriza, ambapo gari hili tunaona ni gari kubwa sana ambalo lina thamani ya bilioni 1.6, ambapo gari hili kwa upande mwingine tunaona linatumiwa na klabu moja nchini Tanzania ikiwa ni Azam Football Club, lakini vilabu vikubwa duniani Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, vilabu vile vikubwa duniani vinatumia gari hili ambalo litatumika kuwasafirisha wachezaji wa klabu ya soka Simba, ambapo litakuwa ni basi la kisasa ambalo linatengenezwa na kampuni ya Mercedes Benz. Bila kusahau Jairut watakwenda kutengeneza media production ambayo itakuwa ni kituo cha habari katika klabu ya soka Simba kikubwa. Bila kusahau watakwenda kutengeneza ofisi mpya za klabu ya soka ya Simba, kukuza vipaji, yani pesa cash kutolewa kwa ajili ya Simba kukuza vipaji kutoka katika timu ndogo. Lakini pre-season sponsorship, yani Simba watakuwa wakienda pre-season, basi Jairut ndio ambao watakuwa wakisimamia ile pre-season kwa ajili ya msimu mpya. Bila kusahau Simba watakwenda kutengenezewa medical room, yani chumba kwa ajili ya kufanyiwa matibabu wachezaji pindi ambapo wanaumia, basi kutakuwa na madaktari maalum ambapo chumba hiki kitakwenda kutengenezwa na Jairut. Faida nyingine ya nani ambayo Simba wataipata, Simba Day, basi pesa itatolewa cash milioni 100 ambazo zitatoka Jairut. Tunafahamu wote Simba wana matamasha ya kile cha siku ya Simba Day, basi Jairut watakuwa wakitoa kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya maandalizi ya Simba Day. Bila kusahau motisha kwa wachezaji, yani milioni 470 cash ambazo zitakuwa zinatolewa na Jairut katika mechi zile ambazo ni muhimu kwa ajili ya kumotivate ama kuhamasisha wachezaji. Kama tunavyoshuhudia kwa sasa Simba washiriki mechi za kimataifa, basi iwapo watafanya vizuri, basi Jairut watakwenda kutoa milioni 470 cash kwa ajili ya wachezaji kumotivatika. Lakini kitu kingine, Simba watakwenda kuzindua jezi zao mpya, ambapo jezi hizi zitakuwa ni brandi kubwa duniani, si brandi ambazo tumezizoea nchini Tanzania ikiwamo Vunja Bei, Sandals Only One. Lakini sasa Simba wanakwenda kukua na jezi za kimataifa zenye brandi kubwa, huenda ikawa ni Adidas au Nike. Basi ndio hivyo Jairut wameweza kushinda tenda hii. Na ikumbukwe kwa upande mwingine tunaona klabu ya soka ya Simba Sports Club wako vizuri na wanakwenda kupata uwanja
wa mashabiki 12,000. Lakini bila kusahau kwa upande mwingine Simba watavuna bilioni 38 mzigo kutoka kwa mzabuni mkuu ambaye anakwenda kuidhamini klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini fahamu kampuni ya Jairut Investments baada ya kusaini mkataba wa miaka 5 na Simba Sports Club, Jairut wameingia mkataba na kampuni ya vifaa vya michezo duniani Diadora. Kwa hiyo Diadora ndio ambao watakwenda kutengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba. Tutakuja kukuambia Diadora ni kampuni ya aina gani. Kwa hiyo cha kusii tunakutokusii usubscribe channel yetu, kwa sababu tutakwenda kujuza kila kitu kuhusiana na hii Diadora ambayo ndio itakayokwenda kutengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.